Mara Haji akaamua kukaa chini. Hapo ndipo meneja mkuu aliposimama na kumuuliza kwa mshangao, Haji, uko sawa kweli? Haji akajibu, nipo sawa bosi. Kisha meneja mkuu akaamua kufunga kikao. Wakati huo baadhi ya wafanyakazi wakiwa wanacheka bila kutoa sauti. Baada ya hapo wafanyakazi wote walitawanyika kuingia kwenye vyumba vyao vya ofisi, ambapo mara baada ya Haji kuingia kwenye chumba chake cha ofisi ndipo Joshua naye aliingia. Moja kwa moja akaanza kumwambia rafiki yake, we Haji, nini sasa vile unafanya mbele ya uongozi mzima wa ofisi? Ni haya mambo Jacqueline au kuna mengine rafiki yangu? Haji akamjibu, rafiki yangu, mimi hapa akili yote sio yangu. Sielewi hata ni nini nafanya. Na kinachonichanganya ni kuhusu ile maiti. Taifanya nini mimi kule ndani? Joshua akasema, hivyo unavyochanganyikiwa rafiki yangu ndipo utakavyofanya watu wakushtukie. Kwa sababu unashindwa kuwa kawaida. Mimi nilikwambia kuwa kawaida kama siku zote. Haji akajibu kwa jazba, Joshua, nakuaje mimi katika hali ya kawaida? Hivi unadhani kuwa ni jambo la kawaida? Unadhani kuwa ni jambo rahisi tu? Na isitoshe maiti iko ndani mwangu. Leo hii mimi nikikamatwa nasema nini? Najitetea nini mimi? Joshua akamjibu, nimeshakwambia rafiki yangu, huyo kwa sasa cha kufanya ni kuzuia kule chumbani kwako wasingie watu ovyo, na kama hata mpenzi wako anaingia hakikisha kwa hatoiona ile maiti kule chini uvungu. Hivyo tu ndivyo vya kufanya. Sasa unachanganyikiwa na nini? Hajalishika kichwa na kusema, sawa rafiki yangu, nimekuelewa na asante kwa msaada wako. Joshua akamwambia, usijali, tuko pamoja. Haji akaitika kwa ishara kutikisa kichwa. Kisha Joshua alimtazama rafiki yake huku akianza kufikiria, sasa ndio wakati mzuri wa kumpata Veronica. Najua Veronica atakapoiona ile maiti kule chumbani, basi uaminifu wake kwa Haji wote utatoweka na hawezi tena kumpenda. Sasa anatakiwa kufanya kila analoweza ili Veronica hawezi kuiona ile maiti na hajue kuwa Haji ni the killer. Baada ya kufikiria hivyo ndipo Joshua aliondoka zake kuelekea katika chumba chake cha ofisi na kumwacha Haji akiwa ameegemea meza na kuonekana mnyonge kupita kiasi. Ilipofika mchana, Keti alitoka ofisini kwake na kupeleka mafaili kwa sekretari, huku akimwambia, haya mafaili ni ya yale majengo ya Kariakoo yanayotakiwa kufanyiwa ukarabati. Kila kitu kipo humo. Kilichobaki ni kuzipeleka hizo document kwa meneja ili azipitie. Sekretari akajibu, sawa, nitamfikishia. Kisha Keti akauliza, hivi umemwona mhasibu kama amepita hapa kwenda kula? Sekretari akamjibu, hapana, hajapita bado, nadhani yuko ofisini kwake. Keti akatoka pale mapokezi moja kwa moja akawa anaelekea ofisini kwa Haji, huku sekretari akawa anamtazama Keti kwa dharau na kusikitika kwa ishara kutikisa kichwa. Baada ya Keti kuingia katika chumba cha ofisi ya Haji, akashangaa kumkuta Haji akiwa mnyonge sana. Keti akamuuliza, Haji, vipi, mbona leo uko hivyo? Unajua kila mtu anakushangaa hapa ofisini kwa sababu hatujazoea kuona katika hali hiyo. Haji akanyanyuka huku akisema, niko sawa tu Keti, wala usijali, nahisi ni uchovu tu wa weekend. Keti akaguna na kusema, mimi nimekupitia ili tukale chakula, muda ndo huu. Haji akajibu, sawa. Kisha akachukua funguo za gari na kuongozana na Keti wakaelekea hotelini kupata chakula cha mchana. Baada ya dakika 20 kupita tangu Haji na Keti waondoke kuelekea hotelini, ndipo Chris akafika ofisini na moja kwa moja akasogea mapokezi, akamsalimia sekretari na kumuuliza, sijui Keti nitakuwa nimemkuta, naomba kuonana naye. Sekretari akamjibu, Keti ametoka kama nusu saa iliyopita hivi, amekwenda kupata chakula cha mchana. Mara ghafla sekretari akashtuka baada ya Chris kugonga meza kwa nguvu, huku akisema kwa hasira, oh shit. Kisha akageuka na kuondoka zake.
Alipofika nje akatoa simu yake na kuanza kuibofya akitafuta namba ya Keti. Mara akashtukia akipishana na Veronica ambaye ndo anafika ofisini hapo. Veronica akasogea mpaka mapokezi, akasalimiana na sekretari, kisha akamwambia, "Samani, naomba kuonana na mwasibu wenu Haji." Sekretari akamjibu, nishakumbuka. Wewe ndio yule mchumba wake?" Veronica akatabasamu kwa kijibu, "Ya, ndo mimi." Sekretari akasema, "Tunakufahamu. Tunakumbuka ile siku uloveshwa pete ya uchumba. Lakini sasa Haji ameshatoka hapa, ameenda kupata chakula cha mchana." Veronica akanyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema, "Alafu kuna mdada nilikuwa namuulizia anaitwa Keti. Sio nitakuwa nimemkuta?" Sekretari akamjibu, "Hapana, Keti sasa ndo ametoka na Haji, wameenda kula chakula cha mchana kwa pamoja." Mara ghafla Veronica akaonekana kubadilika mno baada ya kujibiwa hivyo. Akawa ni kama mtu alichanganyikiwa kiasi kwamba anashindwa hata kuendelea kuongea. Ikabidi abebe pochi yake na kutoka nje bila hata kumwaga yule sekretari. Alipofika kibarazani mwa jengo hilo, ndipo akutana na Chris, ambapo Chris alionekana kufurahi mno. Akamkumbatia Veronica kisha akasogea pembeni. Wakasalimiana kisha Chris akasema, "Yaani mpaka siamini macho yangu kwa hiki ninachokiona hapa. Hivi ni kweli wewe Veronica anaikuona?" Veronica akatabasamu kwa kujilazimisha huku akijibu, "Ndo mimi unayeniona." Chris akasema, "Yaani nimefurahi mno kuona. Hivi unataka uniambia Veronica mpaka leo hii bado hautaki kuwa na mimi? Alikuwa unajua ni jinsi gani ninavyokupenda." Veronica akacheka na kusema, "Chris, hebu acha na utani wako bwana. Mimi ngoja niondoke, kuna sehemu nawahi mara moja." Chris akamshika mkono Veronica na kumwambia, "Kwani lakini Veronica unafanyia hivyo wakati unajua fika kuwa ninakupenda? Tena nakupenda sana." Veronica akamjibu, "Ya, nalijua hilo, lakini kwa sasa nimeshawaiwa." Kisha Veronica akanyanyua mkono wake wa kushoto na kumwonyesha Chris pete yake ya uchumba iliyoveshwa kwenye kidole. Kisha Veronica akaondoka kwenda kuingia kwenye gari lake, huku Chris akabaki akionekana kuwa ni mwenye jazba mno na kuanza kuongea peke yake. "Hivi mimi na mkosi gani lakini? Yaani kila kitu ninachokihitaji hapa duniani nakikosa. Kila kitu ninachohitaji nakikosa. Kama hivi sasa mke wangu kachukuliwa. Keti ananikwepa kila saa. Sielewi ana malengo gani. Veronica naye." Kisha akafinya na kuondoka zake kuingia katika gari. Akaondoka mahali pale. Muda huo kule ndani ya ofisi, Joshua akawa ametoka kwenye chumba chake na kwenda mapokezi. Akamuuliza sekretari, "Vipi? Hivi Haji ameshatoka?" Sekretari akamjibu, "Hilo nilakuuliza nalo. Haji ameshatoka hapa muda mrefu, ameenda kula." Joshua akauliza, "Ametoka peke yake au ametoka na Keti?" Sekretari akacheka kwa dharau kwa akisema, "Hivi Joshua jamani, hilo nalo nilakuuliza? Kama kawaida yao mwenzangu, wameenda zao kula huko kama siku zote inavyokuwa. Si unamjua rafiki yako na mhandisi majengo mwenzio." Kisha sekretari akasema, "Joshua, sasa nikupe umbea. Si yule shemeji yako kwa Haji amekuja hapa. Ameondoka hapa muda sio mrefu, kaja kumuulizia Haji na hajamkuta. Na cha ajabu, amemuulizia mpaka Keti. Mimi sikuficha, nikamwambia ukweli kuwa Keti ameondoka na Haji hapo ofisini." Joshua akatabasamu kisha akatoka nje akitembea kwa madoido ya furaha. Na mara baada ya kufika nje, alitoa simu mfukoni, akampigia Veronica. Akamsalimia kisha akamuuliza, "Nasikia ulikuja hapa ofisini, vipi?" Veronica akamjibu, "Ya, nilikuja kumuulizia rafiki yako lakini sijamkuta. Nimwambia ametoka kwenda kula." Joshua akasema, "Basi nipe kama dakika 2 hivi alafu nakupigia." Kisha Joshua alikata simu, alafu akampigia Haji na kumuuliza, "Oya, rafiki yangu vipi? Umeenda kula wapi wewe?" Haji akamjibu bila wasiwasi, "Aisee, nipo huku Elephant Hotel. Ndiko ninakokula."
Joshua akasema, huko ni mbali sana, siwezi kuja peke yangu. Basi bwana, ngoja tu mimi hapa hoteli ya karibu. Baada hapo Joshua akakata simu, kisha akampigia Veronica na kuanza kumwambia ni mahali gani ambapo Haji yupo na ni nani ambaye yuko naye, na kumshawishi kwamba aende hotelini huko. Baada hapo Joshua alikata simu na kuondoka kuelekea kwenye hoteli ya karibu na ofisini kwao, akionekana kuwa ni mwenye tabasamu mwanana la furaha. Wakati huo Haji na Keti wanaendelea kula, ndipo Keti akaanza kumwambia Haji, alafu nilitaka kusahau, kwanza nilitaka kukwambia kwamba sasa hivi nina amani tele, ule ushauri wako limeufanyia kazi. Hivi ninavyokuambia nimehamia Makongo Juu, pale Sinza nilipokuwa nakaa nimeshahama. Pia namba za simu zote nimebadili, nina namba mpya, si uliona ile nilikupigia? Kwa hiyo yule mwanaume hana sehemu nyingine tena ya kulipata zaidi ya ofisini, na hapa natamani hata nihamishe ofisi, nihamishe sehemu nyingine ambayo najua hawezi kupajua. Haji akasema, hongera sana kwa kuchukua hatua hizo na kufuata ushauri wangu. Naamini sasa utaishi kwa amani bila kero za huyo ex wako. Keti akatabasamu na kusema, kwa kweli nakushukuru sana. Nakushukuru mno kwa ushauri mkubwa ulionipa ambao naamini sana kuwa unanisaidia. Tena leta simu yako nikuandikie namba zangu zingine mpya. Haji akatoa loki ya simu na kumpatia Keti, ambapo alianza kuandika namba zake za simu pia kuzisevu. Kisha akamrudishia Haji simu yake. Mara ghafla Keti na Haji walishtuka baada ya kuhisi kuna mtu amesimama pembeni yao, ambapo walipogeuka kutazama wakakuta kuwa ni Veronica, yaani mchumba wake Haji. Haji alipomwona mchumba wake akaonekana kupoa ghafla na kuwa mnyonge. Hapo ndipo Veronica alipoanza kusema, haya Haji, nidanganye na hapa sasa. Haji alipoambiwa hivyo alibaki kimya, huku Keti akionekana anashangaa. Kisha akasema, dada sikiliza, mimi huyu ni mfanyakazi mwenzangu tu, hakuna Kabla Keti hajamaliza kuongea, Veronica akamjibu kwa ukali, sikiliza we dada, naomba unyamaze, usitaki kujitetea kwa lolote hapa wakati najua kila kitu kinachoendelea kati yenu. Wewe si ndio Keti? Sasa unataka kujitetea nini hapa? Hivi Haji, wewe ni wakunifanyia mimi hivi kweli? Yaani mimi ninakaa, ninajitunza, ninajiheshimu kwa sababu yako, alafu kumbe wewe hujamaliza ujana wako bado. Unakaa ukihangaika na wanawake wengine bila kujali kuwa mimi ndiye ninayedhalilika hapa. Haji akasema kwa upole, sikiliza kwanza baby. Kabla hajamaliza kuongea, Veronica akamjibu kwa jazba, Haji naomba unyamaze. Uwezi ukaniambia chochote hapa nikakuelewa, kwa sababu mimi najua ni kiasi gani Haji unanidhalilisha. Kama kunidanganya umeshanidanganya vya kutosha, na nimejua sasa. Kumbe ndio maana tangu nimerudi China unaonekana hauko sawa, unachanganyikiwa. Kumbe ni kwa sababu ya kuwaza hawa na wake zako, si ndio? Sina la kusema Haji, zaidi ya kuambia nashukuru. Nakushukuru sana kwa kunichezea, kwa kunipotezea muda wangu, pia kwa kucheza na hisia za moyo wangu. Veronica alishindwa kuendelea kuongea kutokana na hisia za maumivu anazozipata. Mara Chris akafika pale na kukuta Veronica akiongea. Haji, you know what? Naona sasa ni bora nikuache huru, kwa sababu najua sina umuhimu wote tena kwako, na ninashukuru kwa kila kitu. Kisha Veronica alivua pete ya uchumba akaiweka juu ya meza, alafu akaanza kutoka nje, huku Chris akaanza kumwambia Haji kwa hasira mno, hivi kijana, sijui una matatizo gani? Baada hapo Chris aliondoka haraka kuelekea nje, akaenda kumshika Veronica huku akimwambia kwa kumbembeleza, basi usilie Veronica, nyamaza. Hili ndio tatizo la kupenda wanaume wauni wasiojielewa kabisa. Veronica akazidi kulia kwa uchungu. Ikabidi Chris ajitahidi sana kumbembeleza mpaka ambapo aliona amenyamaza, kisha akamwacha ingie kwenye gari lake na kuanza kuondoka. Huku Haji akatoka ndani ya hoteli akiwa anakimbia na kusema, baby subiri kwanza.
Veronica hakutaka kumsikiliza mpenzi wake, ndio kwanza aliondoa gari kwa spidi kali. Tukio hili likazidi kumvuruga sana Haji. Akarudi ndani ya hoteli na kukaa kwenye kiti, kisha akasogeza vyakula vyote pembeni. Akawa amejishika tama na kuinamisha uso chini. Punde si punde Chris akarudi mezani pale na kuanza kuwatazama Keti na Haji kwa hasira. Keti alivyoona hivyo akaanza kumwambia Chris, tafadhali naomba uondoke mahali hapa, sihitaji usumbufu wote na wewe. Chris akamjibu, kwa hiyo leo hii mimi mwanaume wako nimekuwa msumbufu ila huyu mpumbavu, mjinga na mshenzi ndio namuona ni wa muhimu sana kwako. Oya, we kijana, hivi unatafuta nini lakini kwenye maisha yangu? Umeanza kumchukua mke wangu, umemficha. Lakini umeona haitoshi, sasa unanichukulia na mpenzi wangu, si ndio? Haji alionekana kunyamaza kimya kutokana na kuchanganyikiwa. Mara ghafla Chris alimkamata Haji shati na kumnyanyua juu, huku akimwambia kwa sauti ya juu, oya, naongea na wewe. Haji akamjibu kwa jazba, oya bwana, hebu niache, acha kunizingua bwana. Hapo ndipo Chris aliporusha ngumi akampiga Haji, na Haji hakukubali. Wakaanza kupigana, lakini Keti aliwahi kusimama katikati yao, huku akimwambia Chris, hivi unatafuta nini lakini wewe? Hebu naomba ondoke mahali hapa, sihitaji hizi vurugu, ondoka haraka. Chris akaongea kwa hasira zaidi, yaani Keti, unaniona mimi ni mpumbavu ninayekupenda, si ndio? Keti akamjibu, sikiliza wewe, naomba uondoke, mimi sikupendi wala sikuhitaji, sitamani hata kukuona, nasema ondoka hapa. Chris akasema, ina maana unadiriki kuniambia mimi kwa sababu ya huyo mpumbavu? Kwa hiyo unaniona mimi sio muhimu, unampenda yeye, si ndio? Unanikataa kwa sababu yake yeye? Keti akajibu kwa jazba, ndio, nampenda yeye na sio wewe. Haya, please, naomba uondoke hapa. Chris akamtazama Haji kwa macho makali ya hasira, kisha akamkamata Keti, akabeba pochi pamoja na simu zake, akaanza kumvuta huku akiwa anatoka naye nje ya hoteli hiyo. Hapo ndipo Haji alipokaa kwenye kiti, akajishika kichwa na kuinamisha uso chini. Kisha akachukua pete ya uchumba alichopewa na Veronica, akaondoka nayo kwenda katika gari, kisha akarudi ofisini akiwa ni mnyonge sana. Haji alipofika koridoni akakutana na Keti, ambapo Keti alianza kumwambia katika hali ya uoga, Mwasibu, samahani sana, naomba unisamehe kwa kila kilichotokea kule hotelini, najua haya yote yametokea kwa sababu yangu. Haji akamjibu, usijali Keti, naelewa, ondoa shaka. Keti akasema, nashukuru sana, nashukuru Mwasibu unielewa, lakini pia ninaomba namba mchumba wako, nahitaji kukutana naye ili nimweleweshe. Haji akamjibu, amna haja ya kufanya hivyo Keti, usijali, nitamaliza tu. Keti akasema, lakini nadhani ni vyema kama ningeweza kukutana naye ili nimweleze mwenyewe. Haji akasema, usijali Keti, usijali, nitaongea naye na naamini atanielewa. Baada hapo Keti akaelekea ofisini kwake na Haji akaingia kwenye chumba chake cha ofisi. Punde si punde Joshua akaingia ofisini humo huku akisema, oya Haji, mbona sielewi, kuna nini kimetokea? Mbona shemeji anapigia simu kwa analia, analalamika? Yaani hebu nieleze vizuri. Haji akamjibu, yaani rafiki yangu, sielewi rafiki yangu, mambo yanazidi kwenda ovyo kila baada ya sekunde. Kiufupi ni kwamba Veronica ameamua kuniacha kwa sababu amenikuta na Keti hotelini, anafikiri kuwa ni mpenzi wangu. Pia anafikiri kuwa mimi na mwanamke mwingine anaitwa Jacqueline. Yaani rafiki yangu, wewe acha tu hapa, kichwa chote nasikia nataka kupasuka. Sielewi hata nitafanya nini. Mara Haji akaanza kuonekana akidondokwa na machozi. Hapo ndipo Joshua alipozungua upande wa pili wa meza, akamshika Haji mabegani huku akitabasamu na kumwambia kwa upole, usihuzunike sana rafiki yangu, lakini mimi nadhani kwa sasa haya masuala ya mapenzi hebu weka pembeni, tushughulike na hili jambo la muhimu la Jacqueline kwanza. Tukilimaliza ndipo tarekebisha haya mambo mengine ya mapenzi, lakini ukitaka kuchanganya vitu vyote kwa wakati mmoja utakwama rafiki yangu.
Haji akajibu kwa unyonge huku akijifuta machozi. Sawa, nimekuelewa rafiki yangu. Hapo ndipo Joshua alipotabasamu huku akifikiria. Naam, sasa hapa mambo yangu yamekwenda kama nilivyopanga, ila natakiwa kuhakikisha zaidi Veronica asiweze kumfikiria Haji kabisa. And I can't wait kumpata yule mtoto mzuri. Joshua. Baada ya hapo Joshua akaondoka kuelekea ofisini kwake. Kisha Haji akaamua kujifungia kwa funguo mule ofisini, akakaa chini kwa unyonge na kuanza kutafakari kila tatizo alilonalo na yanayomkabili kwa sasa. Ilipofika jioni, Haji alitoka moja kwa moja ofisini akaelekea hospitalini kumwona babake. Na baada hapo akarudi nyumbani kwake, ambapo alikutana na msichana wake wa kazi Rose akiwa ameshajiandaa tayari kwa kuondoka. Hivyo walisalimiana barazani. Kisha Rose akasema, bosi, sasa mimi ndo naondoka, naenda nyumbani sasa kupumzika. Ingawa kiukweli huko ndani ya kukaliki kunatoa harufu kama ya maiti inayoharibika. Haji akaonekana kushtuka mno baada ya kuambiwa hivyo na dada yake wa kazi. Akajikuta ukimya ukimtawala na kuonekana kushindwa ni nini la kuongea. Kigugumizi cha ghafla kikampata bila kutarajia. Hapo ndipo Rose alipomuuliza bosi wake, vipi bosi, mbona unaonekana kushtuka sana? Haji akajibu haraka, hamna kitu, ila umenishangaza na hiyo harufu unaifananisha mpaka na maiti, au kuna panya itakuwa amekufa huko ndani? Rose akajibu, kwa harufu ile sidhani kama ni panya, na kama ni panya basi itakuwa amekufa zaidi ya mmoja, maana harufu ni kali mno bosi. Kisha Haji akasema, okay sawa, nimekuelewa, hamna shida, nitalifuatilia hilo. Baada hapo Rose akaanza kuondoka zake, na hapo ndipo Haji alipoingia ndani haraka, akaufunga mlango wa sebeni kwa funguo, kisha akasogea katika mlango wa chumbani kwake, ambako alifungua mlango na kuingia ndani. Akawasha taa, ambapo kutokana na harufu kali iliyotawala ndani ya chumba hiko ilimfanya Haji mpaka kusisimka mwili. Akabana pua na kukunja sura. Akasogea katika kitanda, kisha akakivuta pembeni na kuchungulia kule chini. Akaitazama ile maiti na kuanza kusikitika kwa ishara kutikisa kichwa, huku akisema, sasa hili ni janga jipya, nafanya nini mimi hapa? Kisha Haji akatoka kwenda sebeni, akatoa simu na kumpigia rafiki yake Joshua, ambapo simu iliita kwa muda mrefu bila ya kupokelewa. Akapiga kwa zaidi ya mara 5, lakini mara zote hakupokelewa. Hivyo haraka akarudi chumbani kwake, akachukua chupa ya fresh, akakuta kuwa imeisha. Hapo ndipo Haji kutokana na kuchanganyikiwa alikusanya vyupa vyote vya perfume, akaanza kupuliza ndani ya chumba chake, ikiwa lengo lake ni kukata ile harufu kali inayotoka katika maiti. Baada hapo akafunga chumba chake na kukimbilia ndani ya gari lake, akaondoka haraka moja kwa moja akaelekea nyumbani kwa rafiki yake Joshua. Alipofika pale alipiga sana honi, lakini hakuna aliyefungua geti. Hivyo ilibidi ateremke na kuanza kuchungulia kupitia kwenye matundu ya ukuta, ambapo ndani hakuona hata gari la Joshua, kuashiria kwamba kwa muda huo Joshua hayupo hapo nyumbani kwake. Jambo hilo lilizidi kumvuruga sana Haji akili. Ikabidi arudi ndani ya gari lake, akachukua simu na kumpigia tena rafiki yake Joshua. Akakuta kuwa namba hiyo haipo hewani kwa sasa. Hapo ndipo Haji alipohisi kuishiwa na nguvu mwili mzima, akabaki hoi, kiasi kwamba simu ilimponyoka kutoka sikioni mpaka katika siti ya gari. Na Haji bila kujali ajishika kichwa huku akianza kuongea peke yake, Mungu Baba, nitafanya nini sasa mimi? Naona kesi ya mauaji inazidi kunukia kwangu. Sijui nikimbie hili jiji, lakini nawezaje kukimbia na kumwacha babangu akiwa katika hali hile hospitali? Au sijui na mimi nijiue tu.
Baada ya hapo Haji aliamua kuwasha gari na kuondoka zake. Moja kwa moja akaelekea Sinza, katika moja kati ya baa zinazopatikana katika mtaa huo. Alipofika pale akaagiza bia, na baada ya dakika chache mhudumu alileta ile pombe. Ilipofika mezani, Haji alitazama sana ile chupa na kukumbuka kwamba siku 3 zilizopita alikunywa pombe hiyo hiyo iliyomfanya mpaka akatekeleza jambo la mauaji bila kukusudia. Jambo hilo lilimpandisha Haji sana hasira. Akaanza kuema juu huku akijiandaa kutaka kuipiga teke ile pombe ili ivunjike. Lakini wakati akiwa mbioni kutaka kulitekeleza hilo, mara ghafla akahisi kuwa ameguswa begani. Ikabidi Haji ashtuke na kugeuza nyuso juu kutazama kuwa ni nani aliyomgusa. Akamuona kuwa ni rafiki yake wa muda mrefu aitwaye Dr. Hemedi. Hapo ndipo Haji aliposhangaa na kumkaribisha Dr. Hemedi kwa ukarimu sana, kiasi kwamba Dr. Hemedi alibaki anashangaa. Kisha Haji alimshika Dr. Hemedi mkono na kuanza kuongea katika hali ya hisia kali, huku machozi yakimlenga machoni. Yani sijui nimshukuru vipi Mungu kwa kuweza kunikutanisha na wewe muda huu Mara Haji akadondoka machozi, hali ambayo ilimshangaza sana Dr. Hemedi. Ikabidi amue kwanza kumtuliza Haji kwa kumwambia maneno yenye kumtia nguvu na faraja, mpaka pale alipoona Haji kuwa angalau amerudi kwenye hali yake ya kawaida. Kisha Haji akamwambia Dr. Hemedi kuwa hanywe ile pombe ambayo yeye alikuwa ameagiza. Dr. Hemedi akavuta ile chupa ya pombe na kuanza kunywa. Kisha akasema, Haji rafiki yangu, inaonekana kama una matatizo hivi Haji akajibu, ni kweli nina tatizo kubwa sana, na jambo kubwa zaidi, hamna anayeweza kunisaidia kwa sasa zaidi yako wewe. Dr. Hemedi akakaa vizuri tayari kwa kumsikiliza. Kisha Haji akasema kwa sauti ya chini sana, Dr. Hemedi, naomba nitunzie siri yangu. Ukweli ni kwamba mimi ni muuaji. Dr. Hemedi alishtuka sana. Ikabidi Haji amshike mkono Dr. Hemedi huku akimwambia kwa msisitizo na kwa sauti ya chini mno, Hemedi, usishtuke, hiyo ndo hali halisi. Ukweli mimi ni muuaji, lakini sikufanya hilo kwa kutarajia. Ni hizi pombe zilizopelekea mimi kufanya tukio hili bila matarajio yangu wala makusudio ya amri zangu mwenyewe. Tena nimeua mtu ambaye alikuwa hana hata hatia. Hivyo ilibidi kuchukua ile maiti na kuificha chumbani kwangu. Ina siku ya 3 sasa. Hivi ninavyokuambia Hemedi, kuwa hamna wa kunisaidia zaidi yako wewe, ni kwa sababu ile maiti kule ndani imeanza kutoa harufu. Hivi ninavyokuambia rafiki yangu, nyumbani kwangu hakukaliki. Na kuomba tafadhali unisaidie. Najua wewe ni mzoefu katika haya mambo. Nitengezee ule mwili ukae sawa, usitoe harufu dokta. Na kuomba Hemedi, nisaidie katika hili. Sina msaada mwingine kokote na kuweza kuupata zaidi ya kwako wewe. Nipo tayari kupa kiasi chochote cha pesa ili mradi unisaidie. Hapo ndipo Dr. Hemedi aliposhusha pumzi na kukaa kimya kwa sekunde chache. Kisha akasema, rafiki yangu, hiyo kazi yako ni ngumu sana. Mimi sitaweza kukusaidia. Haji akamshika mikono Hemedi huku akimwambia kwa unyenyekevu, Dr. Hemedi, nakuomba tafadhali, nakuomba rafiki yangu, nisaidie. Mimi ni rafiki yako, nisaidie Dr. Hemedi. Usiponisaidia wewe rafiki yako, mimi nitafungwa, siri yangu itavuja, kila mtu atajua kwamba nimeua. Nitaweka wapi sura yangu? Dr. Hemedi akajibu, kwa kweli rafiki yangu, sina msaada. Hiyo kazi yako ni ngumu. Hapo cha kufanya ni kuichukua hiyo maiti kwenda kuitupa. Haji akajibu, Dr. Hemedi, mpaka naongea na wewe hapa nimeshatumia njia zote, mambo yanashindikana. Na hivi imeshaanza kutoa harufu, na sasa hata kuitoa ndani kwenda kuitupa
si ndio nitakuwa najikamatisha. Nakuomba. Haji akamua mpaka kupiga magoti mbele ya Hemedi, huku akisisitiza kumwambia, nakuomba Hemedi, nisaidie. Dr. Hemedi kamwibia muinue Haji, huku akamwambia, sikiza rafiki yangu, tusifikie huko bana. Haji akasema, sina cha kufanya Hemedi zaidi ya hivi, nakuomba unisaidie, ndio maana nafikia nikupigia magoti, sina msaada mwingine rafiki yangu, sina. Mimi leo nikifungwa familia yangu itateseka. Hivi ninavyoongea nawe, babangu yuko hospitali amelazwa, ina familia nzima inanitegemea mimi, ndio nilipe hizo gharama za hospitali. Sasa nikifungwa itakuwaje? Dr. Hemedi akamjibu, okay, sawa Haji, sikiliza, nimekuelewa rafiki yangu, nitakusaidia, lakini nahitaji milioni 20, kwa sababu yale madawa ya kuweka hiyo maiti kuhifadhi mpaka itakapofika wakati wewe kuamua kwenda kuitupa ni yana gharama sana, na pia siwezi kufanya peke yangu, kwa sababu lazima nishirikiane na mtu wa kunisaidia kupata ile madawa. Haji akamjibu, hamna shida, hiyo milioni 20 nitakutafutia, nitakupa rafiki yangu ndani ya hizi siku 3. Kisha Dr. Hemedi akasema, lakini sasa inabidi tupate angalau hata milioni 2 ili kuweza kumpoza mtu wa masuala ya mortuary, niweze kupatana naye na tuweze kushughulikia hilo swala usiku huu. Haji akasema, sawa, hamna shida, malizia pombe, twende benki nikatoe hela ili tukamilishe hilo jambo. Dr. Hemedi akamalizia kunywa ile pombe, kisha akaongozana na Haji moja kwa moja mpaka CRDB benki, ambako Haji aliingia ndani ya benki akatoa shilingi milioni 3, ambapo milioni 2 ndipo akampatia Dr. Hemedi, alafu akaondoka moja kwa moja kuelekea Muhimbili katika kitengo cha mortuary. Walipofika mortuary, walipaki gari nje, kisha Haji akabaki ndani ya gari, alafu Dr. Hemedi akateremka na kuelekea ndani ya jengo lile. Dr. Hemedi alipofika ndani ya jengo hilo, akamkuta Nestina akiwa nakabidhi zamu kwa nesi mwingine anaifuata kukaa zamu ya usiku. Hivyo Dr. Hemedi aliwasalimia, alafu akamwambia Nestina, oya Nestina, samahani mara moja, naomba mara moja tuweze kuongea. Nestina akatoka pale, akaongozana na Dr. Vitalis, wakatoka nje, wakasogea sehemu ambayo walipoona kuwa hamna watu. Ndipo Dr. Hemedi akaanza kumwambia Nestina, sasa sikiliza rafiki yangu, hapa kuna dili imetokea la kushughulikia maiti ambayo imeharibika huko nyumbani kwa rafiki yangu. Shida yangu ni kupata vitu vya upasuaji, dawa za kuhifadhi, pamoja na wewe mwenyewe, ili tuweze kushirikiana katika swala hili, maana najua ni mzoefu sana katika kitengo hiki cha kuhifadhi maiti. Ghafla Nestina akaonekana kumtazama Dr. Hemedi kwa mshangao, huku akikunja sura, kisha akauliza, hivi Hemedi, unanionaje mimi? Unanichukuliaje? Yaani umetoka huko? Kabla Nestina hajamaliza kuongea, Dr. Hemedi alitoa kitita cha noti za shilingi 10,000 zinazofika thamani ya shilingi milioni 1, akamwekea Tina mikononi, huku akimwambia, nahitaji hili swala tulishughulikie usiku huu. Nestina akatoa macho ya matamanio kuzitazama zile pesa, alafu akageuka kutazama upande wake kushoto na wa kulia, kisha akamwambia Dr. Hemedi kwa sauti ya chini, sasa dokta, nishike kwanza ziela, ngoja niende ndani nikashughulikia hivyo vifaa, nakuja, nisubiri hapa. Dr. Hemedi akamwambia, sikiliza, unaona lile gari kule, lile limepaki pale, mimi nitakusubiri ndani ya lile gari, wewe andaa hivyo vitu, ukija moja kwa moja ingia ndani ya lile gari, utanikuta mule ndani. Nestina akamjibu, sawa, haya nenda. Dr. Hemedi akaondoka kurudi katika gari la Haji, kisha Nestina akarudi ndani, ambapo Hemedi alienda kutulia na rafiki yake Haji wakisubiri Tina aroingie mahali pale. Muda huo ndani ya mortuary, Tina akawa anaandika orodha za kuomba baadhi ya mahitaji, ikiwemo vifaa vya upasuaji na baadhi ya madawa kuhifadhi maiti.
Baada hapo akamkabidhi zamu nesi anaifuata, alafu yeye akabeba vitu na kwenda kusomba baadhi ya vifaa ya upasuaji na madawa kuhifadhi maiti kule ndani. Akaondoka navyo moja kwa moja akaenda kuingia katika gari la Haji. Na hapo ndipo Hemedi alipowatambulisha Haji kwa Nestina, pia Tina kwa Haji. Kisha wakaanza safari moja kwa moja kuelekea nyumbani kwa Haji. Na walipofika pale ndipo Dr. Hemedi kwa kushirikiana na Nestina wakawa wanashughulikia ile maiti, huku Haji akaondoka kuelekea kwenye supermarket ya karibu na mtani kwao akanunua air fresh, kisha akarudi nyumbani kwake, ambapo alikuta Dr. Hemedi na Nestina wakiwa wanaendelea kuuosha ule mwili kwa kumwagia dawa mbalimbali. Baada hapo Dr. Hemedi na Nestina wakashirikiana kumpuliza air fresh mle chumbani pamoja na kuchoma udi. Pia wakafungua madirisha yote kwa kutaka harufu ile ya maiti itoweke ndani ya chumba. Baada ya kukamilisha zoezi hilo, ndipo Haji ikabidi awarudishe Dr. Hemedi na Nestina kila mmoja nyumbani kwake. Alafu naye akarudi nyumbani kwake, ambapo kwa siku ile ilibidi alale katika chumba cha wageni kutokana na kutoweza kulala chumba chake kilichotawala harufu nyingi za madawa ya freshi na udi. Muda huo Chris akawa ndo anarudi nyumbani kwake huku akiwa amelewa sana. Alipoingia ndani akashangaa kumkuta shemeji yake baba bado yuko macho ametulia sebeni kimya. Hapo ndipo Chris alipoanza kuongea kwa kulalamika. Sasa this is too much. Yaani wewe shemeji, yaani sasa hivi saa 7 usiku inaelekea saa 8 bado hujalala. Upo macho na hapo utasema ulikuwa unanisubiri mimi. Kwani mimi ni mume wako Baba akanyanyuka katika kochi huko akisema, shemeji, naomba tuheshimiane. Naona hizo pombe zako zinakupeleka vibaya, heshima yako inashuka kwangu, si ndio? Chris akajibu, so heshima inashuka. Wewe unakaaje mpaka saa 7 hii saa 8 usiku umetulia eti unanisubiri mimi? Mimi ni mume wako au mbona sikuelewi shemeji? Baba akamjibu kwa kujiamini, hivi wewe shemeji, unavunitazama mimi unadhani mimi nina hadhi ya kuwa mke wako wewe au unafikiri mimi ni mpumbavu kama alivyokuwa mdogo wangu kukubali kuolewa na wewe? Hebu sikiza nikwambie, ninachohitaji hapa mimi ni kujua swala moja tu, mdogo wangu umempeleka wapi? Ninahitaji kuonana naye. Chris akamjibu kwa dharau, bwana we, nani akamtafutia huko mitaani? Kwani mimi mlinibebesha mgongoni? Majibu yao yalimshangaza sana baba na kumfanya kwanza kutafakari. Ana maana gani kunijibu hivyo? Ina maana mdogo wangu alimfukuza hapa ndani? Wakati huo Chris akawa anaondoka kuelekea chumbani kwake. Hapo ndipo baba tuongea peke yako. Yaani huyu mjinga nitakula naye sahani moja mpaka kieleweke. Kisha akaanza kufunga milango na kuzima taa, alafu akaelekea chumbani kwake kulala. Siku ya pili asubuhi, baada ya Chris kumaliza kujiandaa chumbani kwake, akatoka koridoni na moja kwa moja akaelekea jikoni. Akamkuta shemeji yake baba akiwa anaosha vyombo. Hivyo alichukua noti ya shilingi 10,000 akaweka juu ya meza huku akisema, haya, hela kula hiyo. Kisha akaondoka bila hata ya kumuaga wala kumsalimia shemeji yake huyo. Mara baada ya Chris kuondoka, ndipo simu ya baba ikaanza kuita, ambapo alikuwa anapigiwa na mama yake. Hivyo baba alipokea simu, wakasalimiana kujuliana hali. Kisha mama baba akauliza, vipi, umeshampata mdogo wako? Baba akajibu, sijampata wala sijamuona. Na haya mama, ndo matatizo kuozesha watoto wenu kwa wanaume wasioeleweka. Mama baba akajibu katika hali ya kulalamika, ila baba mwanangu, kwani lakini unapenda kunisema sema mimi? Utazani mimi ndo nilomuozesha huyo Diaki ni peke yangu Alafu pia uso muda kulaumiana mwanangu Sasa sikiliza, kuna jambo nataka kukuambia, na jambo hili naomba liwe siri yako wewe peke yako. Usimwambie hata baba yako. Ni kwamba ujue mwanangu, mimi kabla sijakutana na baba yako
niliwahi kuzaa. Baba akashtuka na kuuliza, unasemaje mama? Baba akamjibu, ndio hivyo nakuambia mwanangu, na wewe ndo mtu wa kwanza nakuambia katika hii siri, hamna anayejua zaidi yako. Sasa ni hivi, mimi nimeongea na wewe mwanangu, na nimemwelezea kila kitu kinachoendelea na kilichotokea katika familia yetu. Sasa nahitaji mshirikiane ili muweze kumtafuta mdogo wenu Jacqueline. Baba akashusha pumzi na kusema, hiyo taarifa kuniambia kwamba tuna dada yetu mwingine imeniacha hoi. Aya, hamna shida. Kwa hiyo sasa naonana naye vipi? Baba akamjibu, usijali, nakupa namba yake. Jina lake anaitwa Keti, sawa? Kisha kila mmoja akata simu, alafu mama Babla akamtumia binti yake Babla namba ya Keti, huku akimsisitiza kumtafuta ili washirikiane kumtafuta mdogo wao Jacqueline. Hivyo Babla bila kupoteza muda aliwasiliana na Keti na wakapanga kukutana mchana wa leo. Ilipofika mchana, Baba alifunga safari kuelekea Serena hoteli, huku Keti aliondoka ofisini kwao moja kwa moja kuelekea hotelini huko, ambako ilikuwa ni furaha sana kwa mabinti hao wawili ambao walikuwa hawajawahi kuonana wala kujuana. Hivyo walipiga stori nyingi, wakala chakula pamoja na kupata vinywaji pamoja. Na baada hapo Baba akaanza kusema, sasa Keti, nadhani mama ameshakueleza kila kitu kuhusu mdogo wetu. Keti akajibu, amenieleza, lakini sasa mbona mama kaniambia kwamba Jacqueline aliolewa na mume wake ndo unaishi naye hapo nyumbani ulipo sasa? Kwani mume wake ukimuuliza yeye anasemaje? Baba akaongea katika hali ya dharau, yaani hamna chochote anachonieleza zaidi ya kunibadilishia sentensi kila siku, mchana, asubuhi, jioni. Hamna anachoeleza kikaeleweka. Ila mimi ninahisi yeye anahusika moja kwa moja kwa huku kupotea kwa mdogo wetu, na ninadhani kafanya moja kati ya haya. Kama sio kamfukuza, yuko mitaani analanda, basi kuna sehemu kamficha. Keti akauliza, una picha ya huyo mdogo wetu? Baba akachukua simu yake, akafungua loki, kisha akatafuta simu ya Jacqueline na kumwonyesha Keti, ambapo Keti alivyotazama picha ile aliguna na kusema, hii sura mbona kama ishai kuiona, japokuwa sikumbuki nimeiona wapi. Baba akachukua tena simu yake, akatafuta picha ya Chris, kisha akamwonyesha tena Keti, huko akimwambia, na huyu hapa ndiye mume wake. Ghafla Keti alishtuka na kusema, toba Mungu wangu. Hui. Baba akauliza, vipi, unamfahamu kwani? Keti akajibu, ndio. Mungu wangu wetu, tunatembea na mwanaume mmoja. Baba akashtuka na kuyatoa macho kumtazama Keti, huku akisema, hui, Yesu wangu. Kisha baba akauliza, hebu nieleze vizuri, yaani mnachangia mwanaume mmoja kivipi? Keti akashusha pumzi na kusema, ni kwamba hivi, mimi na Chris tulianza mahusiano muda mrefu sana, lakini kiukweli mapenzi yangu yote yalipungua kwa Chris, japokuwa nilikuwa nampenda sana. Na hiyo yote ni kutokana na tabia zake. Amekuwa mtemi mno. Keni hivi ninavyoongea na wewe dadangu, mpaka imebidi mbadilishe namba ya simu hadi mahali ninapoishi, kwa sababu ananisumbua mno. Wakati tukiwa kwenye mahusiano, ama wakati ambao nilifurahi kama ambapo niligundua kuwa ameoa, kwa sababu niliamini baada ya yeye kuoa basi mimi nitakuwa huru na nitakuwa nimeepukana na usumbufu wake. Lakini mambo yakawa sivyo hivyo. Ameendelea kunisumbua, ananing'ang'ania, ananilazimisha mpaka kushika tendo la ndoa hali ya kuwa mimi sipendi. Yaani sijui nikueleze dada yangu. Na ninajua mwanamke alomwa atakuwa ndo huyu Jacqueline. Ndio maana nakwambia mimi na Jacqueline tunashia mwanaume mmoja. Hivi ninapoongea na wewe dadangu, ni jana tu ametoka kumfanyia fujo mfanyakazi mwenzangu, kisa mimi.
Keti alinyamaza kimya baada ya kuelezewa hivyo. Mara akaanza kuonekana kitabasamu, alafu akasema, sasa nimepata wazo. Naamini kazi yetu itakuwa rahisi sana. Keti akauliza kwa mshangao, rahisi? Itakuwa rahisi kivipi katika hali kama hii? Baba akamjibu, kwa nilichogundua hapa kwa haraka haraka, inaonyesha shemeji Krista anakupenda sana wewe, na hata hivyo unavyosema kwamba sasa hivi amekuwa msumbufu sana kwako ni kwa sababu mke wake hayupo. Sasa hapa cha kufanya ni kwamba kuanzia sasa weka mapenzi na chuki pembeni, ili tufanye kazi yetu mpaka tujue ni mahali gani ambapo amemficha mdogo wetu. Ninachomaanisha ni kwamba unatakiwa kuanza kumlaghai Chris kwa mapenzi, ukimchunguza taratibu. Naamini atakueleza ukweli walipompeleka mdogo wetu, ila inatakiwa asigundue kwamba wewe na mke wake ni ndugu. Keti akanyamaza kimya kwa sekunde kadhaa, akionekana kutafakari maneno hayo, kisha akajibu, ni kweli unavyosema, itabidi nifanye hivyo. Baada ya hapo, Barbara pamoja na Keti waliendelea kupata chakula, huku wakipiga stori zingine za kifamilia na kujadili mambo mbalimbali kuhusu kumpata mdogo wao Jacqueline. Wakati Keti na Barbara wanaendelea kupanga mikakati dhidi ya kumpata mdogo wao, muda huo Chris alikuwa amempigia simu Veronica na kumuita ili wakutane Kunduchi Beach hoteli, ambapo walikutana hotelini hapo, kisha waliagiza vyakula na vinywaji. Lakini wakati wakiwa wanaendelea kula, ndipo Chris akaanza kusema, ujue Veronica, nimekuita hapa sasa hivi kwa sababu nahitaji kuongea na wewe, na hamna zaidi nalohitaji tuongee zaidi ya swala la mimi na wewe kuwa pamoja. Kizuri zaidi, nahitaji kukusaulisha matatizo uliyopitia kwa yule mwanaume wako. Sijui utakuwa umenielewa kwa hilo. Hapo ndipo Veronica alipoacha kula na kumtazama Chris kwa macho makali, kisha akamjibu, yaani Chris, kuniita kote huko mpaka hapa, kumbe sababu ni kunieleza hayo mambo? Chris akajibu, sasa si ninakupenda Veronica, na ninakuhitaji katika maisha yangu. Veronica akamjibu, let me tell you something. Labda kama ulikuwa haufahamu, ni kwamba mimi sio mwanamke ukirahisisha kama ambavyo wewe unafikiria. Arafu, nimetengana tu na mpenzi wangu, but still I love him. Kwa hiyo haya mambo mengine hebu tusiape muda, tafadhali tuachane nayo tu. Chris akasema kwa mshangao, Veronica, like serious? Bado unampenda yule mwanaume aliyekuumiza? Alafu pia usisahau kwamba mimi na wewe ndio tuliotendwa pale, mimi na wewe ndio tuliosalitiwa na wale watu. Sasa ni kwa nini mimi na wewe tusiwe pamoja ili tusaulishane yale matatizo na maumivu yote tuliyopitia kutoka kwa wale watu? Veronica akamjibu kwa dharau, sikiliza Chris, bado ninampenda mwanaume wangu na ninamhitaji sana katika maisha yangu. Natambua ameteleza tu kwa bahati mbaya, lakini atarudi na tutaendelea kuwa pamoja. Sawa Excuse me. Kisha Veronica akabeba mkoba wake na kuanza kuondoka, huku Chris akiwa amebaki mdomo wazi kwa mshangao. Kisha Chris alisikitika kwa ishara kutikisa kichwa, na ndipo akaendelea kula chakula pamoja na vinywaji. Wakati huo kumbe Joshua alikuwa eneo la gorofani la hoteli hiyo, hivyo alikuwa anawaona Chris na Veronica kwa kila kinachoendelea. Na baada ya kuona kuwa Veronica ameondoka, ndipo Joshua akaanza kufikiria, kumbe huyu mume wa Jacqueline na yeye anampenda Veronica na inaonekana anashindwa kumpata. Bila shaka kwa hili nahisi anazidi kumchukia sana rafiki yangu Haji. Na katika hili, kama Waswahili tunavyosema, vita ya panzi ni furaha kwa kunguru. Kwa hiyo mimi ndo kunguru mwenyewe. Jinsi wao ambavyo wanaendelea kugombana, basi sasa mimi ndo nazidi kunufaika. Wanazidi kunifungulia milango ya kuwa na mtoto mzuri Veronica. Safi sana. Kisha Joshua akatabasamu na kuendelea kula,
huku akionekana kuwa ni mwenye furaha kwa kuamini mipango yake inaenda sawa. Ilipofika jioni, Haji alitoka ofisini akapita hospitali kumwona baba yake, kisha akarudi nyumbani kwake, ambako alipofika moja kwa moja aliingia chumbani kwake kuona kama harufu ya kuharibika kwa maiti ikiwa inaendelea kutoka ama la, na kwa bahati nzuri akakuta harufu hiyo kuwa imetoweka, bali kumebaki kuwa na harufu ya dawa kali za kuhifadhi maiti. Hapo ndipo Haji aliposhukuru Mungu na kuanza kufikiria, angalau sasa naweza kupata amani, na nafikiri hii maiti itakapoacha kutoa harufu kabisa, tutakuwa wakati mzuri wa kwenda kuitupa. Jacqueline, Mungu alaze roho yako mahali pema peponi. Kifo chako kimenifunza mengi sana kwa muda mfupi huu, kuanzia kwenye kazi, mahusiano mpaka maisha. Vimevurugika, lakini katika hali ya kunifunza na kuona kipi kinafaa, kipi hakinifai. Mungu nisaidie katika hili. Baada hapo Haji aliingia bafuni kuoga, kisha akaanza kula huku akitazama TV. Na ilipofika saa 3 usiku, ndipo Nestina na Dr. Hemedi walifika nyumbani hapo kwa ajili ya kuendelea kushughulikia mwili wa marehemu Jacqueline ili usiendelee kutoa harufu. Baada hapo Dr. Hemedi alimuomba Nestina kuwa ndani ya wiki hii awe anafika nyumbani hapo kila siku kwa ajili ya kushughulikia mwili huo, kwa sababu yeye amepata safari ya kikazi ya ghafla, hivyo hatakuwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Nestina akajibu, kuhusu hilo halina shida, ni pesa yenu tu. Dr. Hemedi akamjibu, usijali, kuhusu pesa hamna shaka, ili mradi tutendee kazi yetu. Nestina akamwambia, ondoeni shaka katika hilo, nitalifanya kama ambavyo inatakiwa kufanya. Kuanzia siku hiyo Haji akaanza kuonekana kurudi katika hali yake ya kawaida, huku Keti akiwa ameanza kazi yake kwa Chris kama ambavyo alikuwa amekubaliana na baba, ili waweze kujua ni mahali gani ambapo mdogo wao Jacqueline atakuwa amefichwa na mwanaume huyo. Siku moja mchana, wakati Keti ametoka katika chumba chake cha ofisi akiwa anaelekea nje ambako Haji anamsubiri ili wakapate chakula cha mchana, ndipo ambapo kabla hajatoka nje ya jengo hilo, kupitia katika vioo vya ukuta wa ofisi hiyo, akamwona Chris akiwa anapita kumsogelea Haji. Ikabidi Keti ajibane kwa pembeni, huku akichungulia nje kuona ni nini kitaendelea kati ya Haji na Chris. Hapo ndipo Keti alipomsikia Chris akimwambia Haji, leo ni siku ya 7 sasa tangu mlipomchukua mke wangu, na sielewi mmempeleka wapi, na wala sielewi kuwa unakaa naye kwa misingi ipi wakati yeye ni mke wa mtu. Sasa leo nakueleza kwa mara nyingine tena, namhitaji mke wangu, mrudishe mke wangu nyumbani. Pia kaa mbali na Keti, sihitaji kukuona ukiwa karibu naye, yule ni mwanamke wangu bwana. Akamalizia kwa kufyonya. Ndivyo Chris akaanza kuingia ndani ya jengo hilo. Ikabidi Keti haraka akimbilie kujificha chini ya meza, huku akimwambia sekretari kwamba endapo mwanaume huyo atamuulizia yeye, basi amwambie hayupo hapo ofisini. Chris akasogea mpaka sehemu ya mapokezi, akamsalimia sekretari na kumuuliza kama Keti yupo hapo ofisini. Sekretari akafanya kama ambavyo ameagizwa na Keti. Hivyo Chris ndipo alipoamua kuondoka, na Keti akatoka chini ya meza akaelekea nje, akaongozana na Haji kwenda kwenye gari, kisha wakaanza kuelekea hotelini. Wakati wakiwa barabarani ndipo Keti alipomuuliza Haji, hivi Haji, kwani Chris anakudai mke wake yupi? Haji akamjibu, kuna siku bwana, siku moja hivi nilikuwa na Joshua tumetoka kwenye sehemu zetu za starehe, tukamkuta Chris akiwa anampiga mke wake, tena anampiga vibaya mno. Ikabidi mimi na Joshua tumsaidie, tukampeleka nyumbani kwangu, na siku ya pili tukamruhusu arudi kwa mume wake. Lakini tunashangaa ghafla huyu mwanaume anatufuata, anatusumbua, anatuambia sijui tumrudishie mke wake, sijui vitu gani. Mimi nashindwa kuelewa kabisa. Keti akanyamaza kwa sekunde chache, kisha akajibu, kumbe ndo hivyo. Sawa.
alafu akaanza kutafakari. Chris, inabidi nimweke karibu yangu zaidi, kwa sababu yeye ndo mhusika mkuu wa kutoweka kwa mdogo wetu Jacqueline. Nitajua ni jinsi gani ya kumlaghai mpaka nipate ukweli wote. Kuanzia hapo, Kate akaweka nguvu zake zote katika kumlaghai Chris na kuonyesha kana kwamba anampenda kwa dhati, huku baba akizidi kuchochea ugomvi kati yake na shemeji yake Chris. Hiyo yote ikiwa ni mbinu ya kumfanya Chris aone nyumbani kwake ni kero, kutokana na maneno ya shemeji yake Barbara, na muda wake mwingi aweze kuutumia kuwa karibu na Kate. Baada ya wiki moja, siku moja asubuhi, Rose alifika nyumbani kwa bosi wake na kuendelea shughuli zake za kila siku. Wakati huo Haji akiwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini, ambapo mara baada ya kumaliza kuvaa nguo na viatu, ndipo alivuta kitanda akamwagia manukato juu ya shuka yenye kufunika mwili wa Jacqueline, kisha akarudisha kitanda, alafu akatoka na kufunga mlango. Baada ya kufunga mlango huo, moja kwa moja alielekea kwenye chumba cha wageni. Akachukua moja kati ya funguo zake za chumbani, akaingiza katika draw, ikiwa ni kwa kificho sana kwa kutotaka Rose aone. Baada hapo Haji alielekea sebuleni, akampatia Rose hela ya chakula, kisha akamwaga na kutoka zake nje. Moja kwa moja alikwenda kufungua gari lake na kuingia, ambapo baada ya kuketi katika siti ya dereva akaona chini kuna spana. Akakumbuka kwamba siku ya jana alisahau kuitoa spana hiyo. Hivyo Haji aliteremka na kuchukua ile spana akaelekea katika buti, ambapo mara baada ya kufungua buti ile yake spana akashtuka kukuta kwamba kuna kitu kimefungwa kwenye mashuka kama pipi. Hali hiyo ilimshangaza sana Haji. Hivyo aliweka kwanza spana sehemu inayotakiwa, kisha akafungua kamba za shuka zile, na baada hapo akachungulia. Ghafla Haji alishtuka kiasi kwamba aliluka na kwenda kujigonga ukutani. Hiyo yote ikiwa ni baada ya kukuta mwili wa Kate katika shuka hizo, ambaye anaonekana tayari ameshauawa. Punde si punde Rose alitoka nje huku akisema, "Bosi, simu yako moja hiyo umeisahau." Haji tena alikurupuka kwenda kuwahi kufunga buti ili Rose asiweze kuona ile maiti ya Kate iliyopo katika gari lake. Kisha alichukua simu yake kwa Rose huku akimshukuru, na moja kwa moja akaenda kuingia ndani ya gari lake, akawasha na kutoka nje haraka, ambapo kabla hajafika mbali ghafla alishtukia gari la polisi limesimama nyuma yake huku likimzuia yeye kurudi nyuma. Baada hapo polisi waliteremka na Haji akateremka katika gari lake. Walisalimiana na kisha mmoja kati ya askari polisi wale akasema, "Tunahitaji kukagua gari lako, tuna mashaka nalo." Haji alibaki hoi na kuanza kuchanganyikiwa, huku askari polisi wakiendelea kufungua milango yote. Wakaanza kukagua gari lile. Walikagua kila sehemu na hatimaye wakafika kwenye buti la gari, ambako huko ndiko walikutana na mwili wa Kate. Hapo hapo Haji akaambiwa yuko chini ya ulinzi, ambapo walimtaka anyooshe mikono, kisha wakamkagua mifukoni, alafu wakamfunga pingu. Mara Faraja akafika pale akiwa na bodaboda, ambapo aliteremka huko akiuliza kwa mshangao, "Kakaangu, umefanya nini mpaka unakamatwa?" Askari polisi akamjibu Faraja, "Tufuate kituoni kwa taarifa zaidi." Hapo ndipo Faraja alipoweka mikono kichwani huku akiongea kwa kuchanganyikiwa, "Mungu wangu, kaka, mimi nimekuja hapa na kufuata wewe. Nitafanya nini mimi sasa leo Mungu? Aya." Mara Veronica akafika mahali pale, ambapo naye alishangaa sana kumuona mpenzi wake akipandishwa katika gari la jeshi la polisi. Kisha akamuuliza Faraja, "Wewe, vipi kwani? Kuna nini kinaendelea?" Faraja akajibu katika hali ya kuchanganyikiwa kwa kilengwa na machozi machoni, "Shemeji, mimi mwenyewe sielewi shemeji, mimi yodida shemeji, sielewi." Veronica aliamua kumshika mkono shemeji yake, akamuingiza ndani ya gari lake, kisha haraka akaanza kulifuata gari la polisi moja kwa moja mpaka kituo cha polisi, ambako Haji alipofika pale alitakiwa kuvua viatu, saa, mkanda na vitu vinginevyo. Kisha akawekwa pembeni na kuanza kuchukuliwa maelezo ya awali. Baada ya kuchukua maelezo ya awali, akafunguliwa pingu na kutakiwa kuingizwa selo. Hapo ndipo Veronica na Faraja walipoanza kuhoji, "Polisi, tuambieni kweli,
Ni nini kinaendelea hapa? Kwa nini kakaangu amekamatwa? Anakosa gani yeye? Askari polisi akamjibu, huyu ndugu yenu tunamweka ndani kwa sababu anashikiliwa kutokana na tuhuma za kuhusika na kifo cha mdada anaitwa Keti, ambapo maiti tumekuta ndani ya gari lake. Hivyo taratibu nyingine za kipolisi na mahakama zitatakiwa kuendelea. Ni hivyo tu. Faraji alihisi kuishiwa na nguvu mwili mzima, akaweka mikono kichwani huku akisema, mama yangu we, kaka unafungwa, mimi nawezaje peke yangu? Kakaji, mimi ndoka hospitali kuja nyumbani kwako ili kukuambia kwamba baba amefariki, baba amefariki. Haji akashtuka na kuuliza kwa unyonge, baba amefariki? Hapo ndipo askari polisi alipomsukuma Haji kuingia ndani ya selo, kisha akafunga mlango. Wakati huo Faraji akiwa analalamika na kulia huku akisema, shemejiona, kakangu anafungwa, baba naye katuacha, nafanya nini peke yangu mimi? Naanzaje kumwambia dada na kaka mama na dada Zuena, naanzaje kuwaeleza hali hii? Nilitegemea kaka ndo angefanya hivyo. Ona leo kakangu anafungwa jamani. The Killer.